Lakini pia nakwambia sana pokea Roho Mtakatifu. Tuliona Roho Mtakatifu kwa viwango vikubwa sana akituhudumia, kwamba unataka maongezeko na mhitaji Roho. Wakati mwingine Roho anakuwa kama maji kwetu, maji, kwamba mahali popote shamba lenye maji lina chakula, shamba lenye chemichemi, kwamba ile chemichemi ndani yako ya Roho Mtakatifu inabubujika. Tujitahidi sana mwezi huu, kama hujajazwa Roho Mtakatifu, tutakuwa na section mbalimbali, watu wajae Roho Mtakatifu, tuende kwenye viwango vingine. Yesu asifiwe. Sasa baada ya kuona kuna maongezeko na namna ambavyo kama hufanikiwi, ni hata adui anapokufunga au unapopagawa na mapepo. Naanza na hapa kwamba inawezekana umewekwa, maandiko yasema hivi, pepo mchafu amtokapo mtu huenda mahali pasipo maji. Mahali pasipo maji hapana nguvu ya Mungu. Maji yapi? Roho Mtakatifu hayupo, anakaa pale. Sasa alafu hata wale waliofungwa wale, anasema kuna watu wako kwenye shimo lisilo na maji. Maana yake mtu ambaye hana Roho Mtakatifu yuko mahali ambapo hapana maji. Kushambuliwa ni kurahisi kwako. Tamani sana ujae Roho na utembee katika Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Labda nianze na andika ujumbe huu. Roho Mtakatifu ana kazi ya kuuisha miili yetu, nafsi zetu na roho zetu. Roho Mtakatifu anapokuja ana kazi ya kuuisha miili yetu, nafsi zetu na roho zetu. Haleluya. Ndo kazi aliyonayo. Sasa neno uisha maana yake kufanya hai, ama neno kuuisha pia tafsiri nyingine ni kuvuvia kitu kilichopoteza uwezo, kitu kilichopoteza uhai, kukivuvia. Okay. Wakati Mungu anaumba akamfunyanga mtu kwa tope, mavumbi ya ardhi, maandiko yasema. Lakini haikuishia hapo. Ile mtu alipokamilika, maandiko yasema alimpulizia pumzi Bwana, huyu mtu akawa nafsi hai. Sasa sikia, alikuwa hai kwa sababu aliuishwa. Alipopuliziwa aliuishwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Okay, kwa ni kufanya hai au kitu kilichopoteza uwezo kinavuviwa, kinafanywa hai tena. Andika pia, mtu aliyepungua kiroho ama pia aliyekwama kwenye mambo ya Mungu, kwa maana ya kwamba kuishi katika utakatifu na kumtumikia. Nasema mtu aliyepungua kiroho ama aliyekwama kwenye mambo ya Mungu, ikiwa ni kuishi katika utakatifu, amekwama kwani, imemshinda kwa sababu fulani. Lakini pia amekwama kwenye kutumika au kumtumikia Mungu, huyu mtu amekufa.
huyu mtu amekufa. Na kwa sababu huyu mtu amekufa, hawezi kuishi maisha matakatifu, hawezi kumtumikia Mungu. Anahitaji kuuishwa, anahitaji kufanywa hai, anahitaji kufufuliwa. Na ili afufuliwe, anamhitaji roho wa ufufuo. Yaani ende kidogo. Kuna mtu anasema, mimi napenda kutumika lakini napenda kukesha lakini nashindwa. Nataka kufunga lakini nashindwa. Kwake ni ngumu. Kuna kitu unahitaji roho wa uvuvio, roho wa kufanya hai. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Roho wa kufanya hai akukalia. Kwa nini huwezi kuingia ibada? Tunaweza kusema kuna semina, tuna maombi. Kwa nini huwezi kushiriki? Umekufa. Kwa unaweza ukakaa tu nyumbani, hata siku ya ibada uji. Mtu saa hii yuko nyumbani anafua, anakuambia ni siku ya kufanya usafi. Wiki nzima hujaingia kanisani, umekufa. Kwa nini wewe unaacha kwaya? Kwa nini wewe unaacha praise? Kwa nini wewe unaacha vitu vya Mungu? Umekufa. Kwa unamhitaji roho wa ufufuo. Warumi 8:11. Warumi 8:11 anasema yule roho aliyemfufua Yesu katika wafu ataiuisha au ataifufua na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho huyo. Kwa roho huyo atawafufua. Warumi 8:11 atamfufua. Kwa hiyo tunahitaji kufufuka, tumtumikie Mungu kwa hari. Hebu ngoja niseme hivi. Nirudie hapa. Andika. Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu. So nisikia vizuri. Sijasema tu Yesu Kristo, nimesema Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu anaweza kukifanya hai kile kilichokufa. Kwa hiyo kama umekufa usiogope. Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu anaweza kukufanya hai tena. Kufanya hai hicho kilichokufa kifufuke. Umepoteza hali ya ibada, atairudisha. Umepoteza hali ya kusoma neno, atairudisha. Chochote kilichopotea ndani yako, Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu anaweza kufanya hai tena. Amen. Na mtu hawezi kuomba usiku, hawezi kukesha. Yesu Kristo anaweza kukufanya hai tena. Amen. Wakorintho wa kwanza 15:45. Wakorintho wa kwanza 15:45. Tutakwenda haraka kidogo ili tuombe maombi ya ufufuo hapa. Amen. Na watu watafufuka. Twende. Mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho. Okay.
Kwa hiyo mtu wa kwanza Adamu alikuwa hai. Rejea hilo neno, alikuwa hai. Kwa hiyo ina maana hapa katikati alikufa. Narudia tena, Adamu wa kwanza alikuwa hai, lakini hapa katikati akafa. Kwa mujibu wa Efeso sura ya 2 mstari wa 1, maandiko yanasema mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu. Mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu, mlikufa kwa sababu ya makosa yenu. Kilichowaua ni makosa yenu. Kwa Adamu alipotenda dhambi alikufa, sio mtu wa nje, alikufa mtu wa ndani. Nafsi yake ilikufa, roho yake ilikufa. Alifika mahali matendo mema yalikufa ndani yake, kwa alitembea akiwa amekufa. Sasa baada ya ile dhambi kulipelezwa taratibu mbalimbali, chinja wanyama na hivyo na hivyo. Nakumbuka hata Mungu alimvika mavazi ya ngozi. Kuna kaurejesho kalikuwa kanatafutwa hapo. Sasa Adamu wa kwanza alikuwa hai, lakini baada ya dhambi akafa. Sasa Adamu wa mwisho ni Kristo Yesu. Adamu wa mwisho huyu amekuja kuuisha, kufanya hai, kukiamsha tena. Haleluya. Bwana akamtuma mfinyanzi. Hebu tuimbe wimbo kidogo. Kuna watu lazima wafinyangwe leo. Wewe ndio wa kufinyangwa, sema amen. Waamke tena. Bwana akamtuma Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi anapofinyanga chombo kilichoharibika, anakifinyaga tena, jinsi upendavyo wewe. Ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni mfinyanzi, vilivyoharibika unakifinyaga tena, jinsi upendavyo wewe. Bwana akamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi anapofinyanga chombo kilichoharibika, anakifinyaga tena, jinsi upendavyo wewe. Ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni mfinyanzi, kilichoharibika unakifinyaga tena, jinsi upendavyo wewe. Unaweza, hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Yesu unaweza, hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Yesu. Bwana akamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi anapofinyanga chombo kilichoharibika, anakifinyaga tena, jinsi upendavyo wewe. Ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni mfinyanzi, kilichoharibika unakifinyaga tena,
unajifinyaga tena jinsi upendavyo wewe. Mpe Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Leo mfinyanzi yuko hapa, anaweza kukitengeneza kilichoharibika. Kwa hiyo kama kimekufa anaweza akakifufua tena. Maandiko yanasema akakifinyaga, akivunja kile chombo akakitengeneza kwa namna nyingine. Kwenye Yeremia 2:20 pale akakitengeneza 18, akakitengeneza kwa namna nyingine. Haleluya. Sema Bwana, nifinyage na mimi, nifanye hai. Ondoa roho ya kukata tamaa, ondoa roho ya hofu ndani yangu, ondoa roho ya mauti ndani yangu. Nipe kushinda Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Aye Yesu, najikabidhi kwako, najiachilia kwako. Unapofinyaga wengine, unifinyange na mimi, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu asifiwe. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuishi, ni roho yenye kuishi. Okay, ukiangalia ile neno anasema wako watatu washindani duniani, Baba, Neno na Roho, na hao ni umoja. Mungu hawezi tenda kazi mahali bila Roho Mtakatifu. Kristo hawezi kufanya jambo mahali bila Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hawa ni umoja, huwezi kuwatenganisha, wanafanya wakiwa mapacha. Ni sawa useme gari hii au pikipiki hii ina miguu miwili, alafu uiendeshe na tairi moja, inakuwa sinategemeana tairi. Haya, gari ina miguu minne, unataka kuiendesha na miguu miwili au mitatu, inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya kazi kipacha. Kwa hiyo na Mungu ndivyo alivyo. Roho Mtakatifu, ndio maana Yesu anasema huyo Roho ajapo hata nena kwa shauri lake. Kwa hiyo nikasema Yesu kupitia Roho Mtakatifu anaweza kufufua tena. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Wakorintho wa pili 3:17. Basi Bwana ndiye Roho. Rudia tena hapo. Basi ndiye Roho. Wala alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. 3:10 na ngapi? 17. Basi Bwana, wakako ameondoa Bwana. Hizi Biblia mnazo download, muangalie nyingine. Biblia yako inasemaje? Basi Bwana ndiye. Msomaji wetu unasema basi nani? Basi sasa atujui na neno Bwana lina nguvu. Sema basi Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Walakini alipo Bwana. Kwa hiyo unaona, Bwana ndiye Roho. Kwa hiyo tukasema Roho ndiye Bwana. Kama Bwana ndiye Roho na Roho ndiye Bwana. Alipo Roho hakuna magonjwa. Amen. Unajua kwa nini mara nyingi nataka watu waishi maisha mema, maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu? Nataka kulinde moto wa madhabahu.
Maandiko yanaambia Waisraeli walitenda yule roho kasirani, akawaacha. Alipowaacha nchini wakapigwa. Sasa tusimfanye roho aondoke. Umeona watu wanakuja hapa, mtu anamwambia lala madhabahu au kaa hapo tuombe. Tukiomba amepona. Kwa nini? Kwa sababu roho yupo. Roho akishaondoka hapa, hata mtu wa mafua hatapona na wengi watakufa. Kitakachofanya washirika wa kanisa hili waishi sana, mojawapo ya kitu achowasaidia ni Roho Mtakatifu. Kanisa lenye Roho Mtakatifu ndio kanisa lenye uhai. Andika hilo. Kwa hiyo tunaposema Bwana ndiye Roho, je, tunamuonaje Yesu hapa? Kupitia Roho Mtakatifu, matendo yake yanaonekana. Kupitia Roho Mtakatifu kuna watu wanaomba. Kupitia Roho Mtakatifu kuna watu wanafunga. Kuna mambo makubwa yanatendeka kupitia Roho Mtakatifu. Nasema hapo sasa Yesu yupo. Yesu hataji tu kwa mdomo. Ndio maana kuna watu ambao maandiko yanasema wana jina la kuwa hai ila ndani wamefariki. Na nimekuambia Roho ana kazi ya kufufua nafsi, roho na miili yetu. Kwa hiyo kama Kristo yupo ndani yako. Kwa hiyo nirudie tena. Niseme neno hili gumu la kusaidia kwa hatua tunaelekea leo. Andika. Mtu yeyote ambaye hana roho wa Kristo huyo sio wa Kristo. Maadamu tu huna roho wa Kristo, wewe sio wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Hebu nisome Warumi 8:9. Nenda kidogo. Unakujaje kanisani na unaridhika kabisa? Hapa hatupo kibinia. Kuna roho inatakiwa ingie ndani yako ikufanye mtu mwingine. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani, ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo si wake. Mtu yeyote, iwe ni askofu, iwe ni mchungaji, iwe ni padri, iwe si ni nani, asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Sio wake. Kama kuna maombi hata ungefunga na kuomba, ni kuomba uvuviwe roho. Yaani kama kuna kitu cha kutafuta huko duniani kikubwa sana kwa maisha yako ya kiroho, tafuta Roho Mtakatifu. Niseme tena, Roho Mtakatifu ni muhuri unaodhibitisha kwamba umekuwa mwana wa Mungu. Unajua, kuna wakati watu fulani walikuwa wanafanya huduma mahali na wakaomba wape barua ya kuwakaba, maana hawezi fanya huduma bila usajili. Kwa walipopelekwa mambo fulani yaliyohusu ofisi ya kata huko, waliitwa wakaambiwa mko chini ya nani? Kwa wakasema tuko chini ya huduma ya kanisa Pentekoste Yerusalemu. Kwa tukaandika barua vizuri
Ilipofika wakasema hii barua hapana. Kwa nini? Kwa sababu haina muhuri. Barua ni sawa, inaandika kweli, mnatambulika, lakini haina muhuri, basi ipigwe muhuri. Muhuri tu usababisha ikarudishwa, baadaye tukaandika ikakubalika, tukapiga muhuri ikakubalika. Kama maandiko yanasema sisi ni barua, Yesu asifiwe. Na hii barua lazima iwe na muhuri. Ndio mwenzako muulize, umejazwa Roho Mtakatifu wewe? Mwambie kama hujajaa Roho huna uhai. Unaweza ukajiona unatembea lakini umekufa. Una jina la kuwa hai ila ndani umekufa kwa sababu huna. Okay. Wewe anarudi labda. Unaweza kuwa na simu ambayo haina chaji. Haina chaji. Simu hii ya milioni 5 lakini haina chaji. Ina tofauti gani na simu iliyokufa? Hivi naelewa. Kwa sababu mwenye simu iliyokufa haikusaidii, na wewe sio na chaji haikusaidii. Kweli yao? Yaani wote mmeweka ya kwamba imeharibika na ya kwamba haina chaji, wote hampati msaada. Tofauti, huyu imekufa kabisa, huyu imepoteza au imepoteza nguvu, haina uwezo sasa wa kuwa hai. Hata mtu akupigie au wewe upige, huwezi piga. Kuna watu wako kanisani lakini wamekufa ndani. Upo tu tunakuona, lakini kanisani uko kama pango fulani. Ukisikia mchango hauko. Unafanya nini kanisani hata haijulikani. Wewe sio hai kwa Mungu. Ijapo ni hai kwenye mambo yako. Kazi yako unaenda kila siku, biashara zako unafanya kila siku, lakini kwa Mungu umekufa. Hello. Hebu ulize mwenzako, wewe hapa kanisani ni hai au ni hoi au umekufa? Una hai, hoi na kufa kabisa. Ungeuke na kuuliza umekufa au uko hai? Wanafikiri Mungu anakuangaliaje? Sio kwa sababu unacheka. Sio kwa sababu anaona mtu yuko active kanisani. Yuko active kwa mambo yake. Ni mtu ambaye anajitambua. Hata wale mlioacha uimbaji mmekufa. Watu waliacha uimbaji. Kwa nini? Kwa sababu gani? Uliacha ibada kwa nini? Umekufa. Mbona vingine hujaacha? Maana kuna watu wanalazimishwa wafanye vitu vya Mungu, lakini vya kwao hawalazimishwi. Kuna mtu anasema nilikuwa nije ibada lakini sikutumiwa message. Hivi wewe? Kwani Jumapili wewe ni ya nini? Hello. Yesu asifiwe. Hebu ungeukia tena jirani yako mwite, uko hai bado au umeshakufa? Inawezekana umekaa na maiti pembeni yako. Simaanishi kimwili, kiroho, kimatendo. Kwani maiti inafanyanga kazi? Mwambie mwenzako hapa kanisani huko kimaiti au huko kihayai. Haleluya. Haleluya. Unahitaji kuwa hai kwa Mungu. Sasa ili uwe hai vizuri, unamhitaji Roho wa Kristo. Unajua, mimi kuna wakati najikuta nakimbia fanya kile nasema kibinadamu, hii kazi sio rahisi. Ijumaa tulikuwa mkesha hapa na vijana, kazi kubwa. Haya, tunaamkia jana Jumamosi, tumeenda tena mlimani mpaka asubuhi tumerudia. Walisia mama saa 11.
Haya mambo kibinadamu yanachosha. Kwa unahitaji kujaa au kuvuviwa Roho Mtakatifu. Walionielewa sema amen. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ukiona mtu anaanza kurudi nyuma, kanisani ashiriki, neno la Mungu hana time nalo, mambo ya Mungu yamepoa, ujue kabisa ndio mauti imeendelea. Ila waliokufa leo watafufuka kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu asifiwe. Haleluya. Kwenye kitabu cha Isaya 20, angalia hapo Isaya kidogo. Isaya 26 mstari wa 19. Isaya 26 lakini kwa mstari wa 19 ndio. Isaya 26:19 nasema, wafu wako wataishi. Wafu wako wataishi. Maiti zangu zitafufuka. Maiti zangu zitafufuka. Amkeni kaimbeni. Amkeni kaimbeni. Ninyi mnaokaa mavumbini. Ninyi mnaokaa mavumbini. Kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea. Asante. Nayo ardhi itawatoa waliokufa. Kwa kuna watu wako ulimwenguni huu wamekufa, lakini leo ni siku ya wale watu kuamka. Ngoja niingie ndani kidogo, taelewa. Andika. Kushindwa kwetu kufanikiwa kiroho na kimwili. Ikimaanisha kiroho, kuna mambo ya kiroho yanayohusu kiroho, lakini ikimaanisha kimwili, kuna yale mambo ya kawaida unahitaji kufanikiwa, uwe na mali na maisha kwa ujumla, uweze kujikimu kimaisha. Kushindwa kwetu kufanikiwa kiroho na kimwili ni kwa sababu ya kumkosa Roho wa Mungu. Ni kwa sababu ya kumkosa Roho wa Mungu. Sasa kwa ndio tatuja hapa. Nitakubaliana na mimi nikisema mtu asiye na Roho wa Mungu amekufa. Sasa kama amekufa, hakuna maiti iliwahi kufanikiwa, kwa sababu amekufa. Ili aweze kufanikiwa tena, anahitaji kufufuliwa kwanza. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unahitaji kufufuliwa kwanza. Okay. Labda utaelewa. Isaya 60 mstari wa kwanza. Neno tu. Inuka uangalie. Inuka. Neno inuka ni fufuka. Isaya 60 mstari wa kwanza nasema, ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa hiyo huyu mtu anahitaji kuinuka au kufufuka, kuamka mahali amekufa, anahitaji kufufiwa. Wewe rudi. Maandiko ananiambia yule Roho aliyemfufua Yesu katika wafu ataiuisha na miili. Sina namna mimi ya kukufufua wewe, ila nina namna tu ya kumleta Roho, kumsema Roho
ili yule roho akija kwako akufanye hai. Nimeeleweka? Yule roho alienda akafufua Yesu kaburi. Kilichomfanya Yesu aishi tena baada ya kufa, roho alimfufua. Anasema huyu roho ataifufua na miili iliyo katika hali ya kufa. Kumbe iko kwenye hali ya mauti, ifufuke. Isaya 52 mstari wa kwanza. 52 mstari wa kwanza inasema, Amka, jivike nguvu zako e Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri. Neno amka ni kufufuka, Sikia, tuko sawa Jivike mavazi yako mazuri e Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako. Wachi hapo. Efeso 5:14. Neno amka limetafsiriwa. Efeso 5:14 inasema, hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Maana yake waliokufa watafufuka leo. Tuseme amina. Umewekwa katikati ya wafu, ndio maana kila unachofanya akiendi, kwa sababu wewe umekufa. Utaendeshaje kitu kienda wakati umekufa? Okay, andika. Ndani ya mtu kukifa na vile anavyovifanya vinakuwa vimekufa. Yaani ukifa huku kwenye mwili, nafsi na roho, na vitu unavyovifanya pia vimekufa. Usitegemee kama hauko hai biashara yako iwe hai. Usitegemee kama hauko hai hata kuku wako, mbuzi wako, ng'ombe wako, biashara yako itakufa, kwa sababu wewe umekufa. Ndio maana sema utajiri utawajilia, lakini mpaka utakapofufuka, mpaka utakapoamka. Utajiri wa mataifa hauji kwa mtu anasema inuka kwanza. Leo tunainuka kwanza. Aliyekosa kazi apate kazi, aliyeshindwa kufanya biashara afanye biashara, ambaye mambo alikuwa hayaendi kuanzia leo. Amen. Yesu asifiwe. Hivyo usema amka wewe usinziaye, ufufuke. Ikisa mwenzako mwambie fufuka kwa jina la Yesu. Mwambie tufufuke kwa jina la Yesu. Ikisa kidogo mwambie tufufuke kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna mtu amenielewa? Wakorintho tukasoma 15:45 akisema Bwana Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha, kutufanya hai. Magonjwa haya yanapita wapi? Yanang'ang'ania kwa sababu ndani yako umeanza kupoteza uhai. Hebu nichukue siku moja. Siku moja nilikuwa naangalia na mtu nilikuwa namuombea. Nikaona katika roho ana wadudu wanamtembea. Yaani wanamtembea kabisa, naonyeshwa yaani ile ni transparent, unaona mshipa yake, kuna wadudu wanatembea wameoza, mpaka wengine wanatoka nje wanamzunguka. Sema nini? Nikaambiwa katika roho, niliona katika maono hayo, kama katika roho amepoteza pumzi, pulizie pumzi. Kwa hiyo nikaanza kupuliza pumzi. Nilikuwa na ubiri kule Tarime, sema anaita Hispania pale mpakani mwa Kenya. Nikaambiwa kupulizia pumzi. Kwa sababu nasikia ngapi? Kaambiwa kupulizia pumzi ili wawe hai. Kwenye yale maono nikapuliza. Nilipokuwa napuliza ile pumzi kuanzia puani inapita ikaenda kichwani, ikapita kwa kuna wadudu walikuwa wanaonekana kwa mavuvu hivi, ikapita nikaona kwa mishipa inapita kama moto, alafu wale wadudu wanasukuma, mwisho wa saa ikaenda ikatokea miguuni, ikavuliwa chini.
wala wadudu wote wamekufa, yaani wote kama wamepewa sumu. Afu ile mtu akawa fresh, akawa na ngozi nzuri, akawa na macho mazuri. Kwa ilionekana mtu alikuwa ameharibika. Sasa kesho yake akasema, hii kitu niliyoiona, kwa nini siombe exactly nilivyo? Nikafundisha ujumbe ule, kaambia mchungaji, sasa naomba kwa ajili yako tuombe pamoja. Kwanza polisi yeye alikaa pembeni. Lakini watu baada ya kupuliza pumzi, kwa na puliza, wenye mapepo yaliondoka yenyewe, vifungo viliondoka. Kuna watu tuliwapuliza macho, wakavua na miwani, wakaanza kuona vizuri. Kuna watu walipulizwa wakasema, kulikuwa na ushuhuda mkubwa ambao ulikusanya. Kuna watu walikuwa kwenye mikutano mingine, ikaleta watu mpaka yaani tulikuwa tunafanya lile eneo, tukasogea pembezoni uwanja wa shule. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikagundua, okay, pasipo roho kuna namna tunatembea kimauti. Maana hata pepo linaenda mahali pasipo maji. Maji yako wewe, uhai wako, andika, uhai wa kanisa, kwenye mabano maji ya uzima. Uhai wa kanisa, kwenye mabano maji ya uzima, ni Roho Mtakatifu. Na nataka utamani hiyo Roho Mtakatifu. Uhai wa kanisa, kwenye mabano maji ya uzima, maji ya uzima ni Roho Mtakatifu. Yohana 7:37, kila aonaye kiu na aje majini. Hakuna mtu atakayetembea mkavu kuanzia leo. Amen. Akoe na nguvu, uwashinde wachawi. Mbona shakaiti mtu anakuambia usiku wakanichukua wakanipeleka, usiku nikakabwa. Kuta mtu usiku anarusharusha miguu, vibwengo vimemkalia. Nini? Kuna roho ya Mungu wewe. Hello. Yesu asifiwe. Nilikuwa nawashirikisha wachungaji, tulikuwa kwa education, tulikuwa na maombi, tukaambia, niliona watu fulani, nikaona aina ya wachawi wamekuja, na wamekuja kushambulia. Wakati tunaendelea pia na ujenzi, kuna vitu vinaendelea, mmeviona, tuko mwanga tu mchanga, nikajua hapa wameshafurukuta walipo. Tukaona, lakini nikaona katika roho wamekuja wanataka kunikamata, na wangenikamata wangenimaliza. Lakini kwenye ulimwengu wa roho nikavaa, nikajikuta nikifanya hivi, nimevaa mabawa, nilienda mbali. Wao walishio sawa paa la nyumba, lakini mimi nilienda mbali zaidi na nikawaacha, hawakunishinda. Sikiliza, roho ya Mungu Bwana ni nzuri. Kwenye ulimwengu wa roho utaona unavyoshinda. Maandiko yanasema kwenye Isaya 40:27, mtapanda juu kwa mbawa kama tai, mtakimbia mbio kwa miguu wala hamtachoka. Ukiona adui amekubana, sio amekukamata wakakufanya nini, Roho wa Mungu hayupo ndani yako. Leo utakapojaa Roho Mtakatifu utaona unavyowashinda wachawi. Haleluya. Maandiko yanasema yule mwanamke akavikwa mabawa ya tai, akapanda, akaenda mbali, akaenda akamponya mtoto wake. Alivikwa mabawa, Ufunuo 12:7. Maana yake roho ya Mungu yaani kienda vitu vinanoka. Unakumbuka Yesu alipaa juu, ni Roho Mtakatifu. Na mnapothibitisha Roho Mtakatifu, Matendo ya Mitume 8 kasoma habari ya Filipo.
Kuanzia 27 alipombatiza ile toashi na nini, Roho Filipo akanyakuliwa na Roho. Manake mabawa ya kurukia ni Roho Mtakatifu. Kwa naamini hata gari la moto lilombeba Elia ni Roho Takatifu. Kama kuna watu wanateswa kwenye ndoto, unateswa, unaumizwa, unajeruhiwa, ukijaa Roho Mtakatifu, leo ni mwisho wa kunyanyasika. Amen. Amen. Nimesema unapigwa muhuri. Efeso 4:30 nasema tumepigwa muhuri. Efeso 4:30. Kwa hiyo tunahitaji kutembea umedhibitika. Umedhibitika. Lakini Yohana 7:37 maji ni roho. Hiyo Yohana naomba usome. Yohana 7:37 inasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Akiona kiu aje anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai itatoka. Yani si sasa hatutatoa uozo, tutatoa chemichemi za uzima. Unajua kuna watu hawafai kukinga. Mimi unajua kuna maji pale Kikatiti. Nilienda pale nikakuta watu wafupi hivi. Sasa Kikatiti. Mimi mashariki hapa tuenda kuzika. Afu wenyeji wakasema, unaona watu ni wafupi, afu vichwa ni vikubwa. Wana vichwa vikubwa kuliko miili yao. Wakasema ni aina ya maji. Yaani kwenye eneo hilo wengi wako hivi. Sasa inawezekana kuna watu ambao hawatoi vitu vyema ndani yao. Chemichemi zao hazitoi. Sasa wewe maji yanayotoka ndani yako yanawafaa watu hao, yanaumiza watu. Maji yako kuna chemichemi za uzima au chemichemi. Sio kila maji yanafaa kunywa, si ndio? Si ndio? Tulienda Simanjiro, waliokunywa maji waliumwa matumbo, walipata shida wengi kwa sababu aina ya maji. Ila wewe kuanzia leo maji yaliyo hai yatatoka ndani yako. Endelea kidogo. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho. Alisema, yani haya maji alisema habari ya Roho. Alikuwa anatoa mfano wa Roho ambaye wale wamwaminio watampokea. Kwa hiyo yule Roho unayempokea ndio maji ya nini? Ya uzima. Watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja. Kwa hiyo anaposema kila aonaye kiu aje majini, alikuwa anasema hao wote wana kiu ya Roho. Kwa sababu Yesu alikuwa. Haleluya. Nimeshakwambia Yesu kupitia Roho Mtakatifu anafanya vitu sawa. Isaya 41. Nataka niende hapo nimalize, tuombe kwa kweli. Isaya 41 mstari ule wa 17. Isaya 41:17 inasema, maskini na wahitaji wanatafuta maji. Maskini na wahitaji wanatafuta maji. Wala hapana ndimi zao zimekauka kwa kiu. Wala hapana ndimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitawasikia. Mimi Bwana nitawasikia. Mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Nitafunua vijito vya maji juu ya vilima. Nitafunua vijito vya maji juu ya vilima. Na chemchemi katikati ya mabu. Kwa hiyo kuna vijito vya maji vitafunuliwa hapa leo. Amen. Chemchemi za maji zitabubujika hapa leo. Kuna karama ziko huko ndani, lakini huwezi kutoa unabii kama umekufa. Kuna huduma ziko ndani hazifanya kazi kama umekufa. Unahitaji leo chemchemi ziingie ndani tukujue wewe ni nani katika Kristo. Amen.
Mimi nilipojaa Roho Mtakatifu, ndio maana vipawa vinaonekana, huduma zinaonekana. Baada ya kujaa Roho wa Mungu ni maji yaliyouisha ndani yangu, yananifanya nifanye vile Mungu anataka. Natangaza leo chemichemi kwa kila mmoja, kwa mwanamke aliye mahali hapa, baba aliye mahali hapa, mtoto aliye mahali hapa, ukabubujike uzima. Nitageuzia jangwa kuwa ziwa la maji. Jangwa likageuka kuwa ziwa la maji. Kama unaishi maisha ya kijangwa pokea chemichemi hizo kwa jina la Yesu. Jangwani hakuna mafanikio, maana hakuna kinachoota pale, lakini chemichemi ikija pale kwenye jangwa kunageuka kuwa ustawi. Bwana akafanye kwako kuwa ustawi, Bwana akafanye kwako kuwa ustawi, maana alipo Bwana ndipo penye uhuru. Na mahali pakavu kuwa vijito. Mahali pakavu patakuwa vijito. Wewe mahali penye ukavu pawe vijito. Haleluya. Yesu asifiwe. Wakati wamenielewa leo? Umenielewa vizuri? Wakati wanasema Bwana nahitaji kuwa chemichemi leo, nataka nipate hiyo chemichemi. Sikia, mimi namwamini Mungu sana. Niliwaambia Mungu amenipa kufanya miujiza miwili mikubwa. Miongoni mwa miujiza moja ni kwa rafiki yangu wa division, wale waliokuwepo Dar es Salaam. Kuna mtu alikuwa anakuja hapa, alikuwa meneja, alikuwa ni mkubwa kwenye division kwenye hii zone, na alikuwa anakuja hapa naomba pamoja enda kwao. Mmoja akawa ameandaa mahali pa kuchimba maji. Wamepima hamna maji, wakijaribu kuangalia maji yale yanahama. Lakini nilipofika aliniambia sasa tunafanyaje? Tukajishiriki. Nikamwambia hapana, usijali. Hii ardhi ni yetu. Inaweza ikaamriwa hata kama haina kitu kikatokea. Kwa hiyo nikamwambia yule alikuwa ukiongea na gaimu huyu alikuwa anachimba maji, atakwambia hiyo kwa sababu yeye ndo alichimba yale maji na tulikuwa naye. Wamepima, wameona hamna maji, na mimi nikasema mimi naomba maji yatokee. Na nikamwambia kama maji yasipotokea gharama ya kuchimba nitailipa. Akasema hapana. Nikamwambia nimesema hivyo. Lakini gaimu asema basi hebu tumsikilize mchungaji, sipuuze watumishi wa Mungu. Nikawaacha siku moja ya Jumamosi. Lakini napofika hapo katikati, baada ya siku kadhaa, napigiwa simu, wana furaha. Maji yametoka, within siku 4 tu maji yametoka. Yale ya majaribio tu, walipokuwa wanajaribia watu walikuja na mkokoteni na nini kubeba punda pale kubeba, lakini mengine yalifanya mtaro yaliyotoka ya majaribio masaa 8 maji yanatoka bila kukatika. Mpaka leo wana maji. Sikia, kama niliomba ardhi ikatoa maji pasipo na maji, leo hata kama wewe ni sana ile ardhi ni jangwa, utatoa maji kwa jina la Yesu. Utatoa maji kwa jina la Yesu. Amen. Pengine ni St. Margaret, kuna shule binti yangu alisoma huko. Kwa nilipokuwa naongea nao wakanishirikisha kwamba bwana kule kuna sehemu wanajenga sekondari mahali fulani uko Nruma chini karibu kwa wani. Sasa tumechimba maji mpaka tukuta udongo mweusi, hamna kitu. Sasa milioni 16 anatakiwa atoe. Yule mtu akamwambia badala ya milioni 16 maana umekosa, tutakupunguzia hapo milioni 3, utatoa milioni 15 badala ya milioni 16. Mimi nikamwambia hapana. Kwani maji ya wakachukua na gari yao tukaenda. Na kufika pale nikaangalia wakanyosha udongo mweusi, yani hamna maji, ni mchanga. Ameenda zaidi ya mita zotakiwa. Sasa tunafanyaje? Kaambia nikazunguka pale shambani. Nikaambia sogezeni gari, nikatoa usawa wa hapa na pale geti.
Yaani ni Mungu aliniambia niondoe mahali kabisa walipopima wao ili akajitukuze. Kwa sikufanya pale. Wakalisogeza lile gari, wakaleta. Nikamwambia sasa naombea hili gari na naombea hili eneo na maji yakatoka. Sasa itakuwaje? Nikamwambia ndugu, usidai fedha zaidi, utaongezewa sasa. Akasema basi anunue mafuta na nini, tutafanya kazi. Akachimba. Nimetoka Jumapili pale, Alhamisi kurugenzi ananipigia simu. Nini? Hapa tayari nina maji. Nikamwambia hayo yanaitwa St. Margaret. Tukacheka. Ameweka kwa chua sema ni maji. Leo wana maji. Mahali palipokuwa hapana maji, mahali palipokuwa jangwa, maji yametokea. Nao walichota maji, wamesema kuja kwenye mapunda kule wakabeba maji. Na kama wengine wanafikiri uamini, nitakupeleka. Au kama unafahamu St. Margaret, nenda kawaambia aliyoombea maji yenu kwenye eneo lenu lililopo Duruma huko Bwawani huko ni nani? Watakwambia. Hata sio kama tulishuka huko chini, sasa unaenda huko chini sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Umenielewa nilichosema? Kama ile ardhi ilitoa maji, wewe ni nani? Leo lazima ububujike. Amen. Maji ya uzima yabubujike ndani. Amen. Na akishabubujika ndani, sikia. Najua sijapata ushuhuda hata wa mtu aliyepona ukimwi hivi karibuni. Na magonjwa mengine yanapona. Nataka sasa mlitafutie na wale watu waathirika sukari, pressure zinawabana vizuri. Japo sukari nyingi tunaomba. Wako wengine tuliomba ndio, lakini hivi karibuni sijasikia. Nataka iwe hapa. Na mtu aje na vipimo vyake vilivyothibitisha ana shida, alafu baadaye kutokee vipimo vingine vinavyosema nimepona. Katika Roho Mtakatifu inawezekana. Kwa sababu ule ugonjwa ni vile virusi, mfano yule mtu amenikwambia, lakini maji ya uzima yakiingia ndani yanaua vile virusi, mtu anakuwa hai. Unanielewa? Haleluya. Yaani kwa darajani hapo tena mpendwa mmoja tulisali naye kanisa la Bethel wakati fulani, ni kiongozi pale. Kwa anaongea na mtu nikawasalimia. Niambia askofu unakuwa kijana. Nikamwambia kwa ajili ya Yesu. Kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Kwa nini? Wakiniangalia, kuna wakati mwingine mtu mmoja aliona picha yangu na binti yangu, mtumishi mmoja ananiambia, "Naona una mdogo wako mwingine, mmefanana." Kaambia ni mtoto, akakataa. Sikia, ukijaa Roho Mtakatifu hakuna mzee wala kijana, wote tutafanana hapa. Yesu asifiwe. Huwezi kuwa kama wale wa mataputapu wanaokunywa, hawezi kuwa kama sisi. Amen. Amen. Wangapi wanataka kufanywa hai leo? Wangapi wanataka kupokea bubujiko la maji? Mwanamke aliambiwa ukinywa maji haya utaona kiu tena. Kwa nini? Kwa sababu kila kinachofanyika ndani yako kisichomaadhimisha Mungu, hicho unamhitaji Yesu. Ukimpata Yesu utashinda dhambi. Kiu ya uasherati haitakuwepo. Kiu ya mabaya haitakuwepo. Utakuwa mtu mwingine. Hello. Hallelujah. Waliobarikiwa sema amen. Waliobarikiwa sema amen. Wanaotaka maji sema amen. Kama ustawi uko ndani yako na unapofanya utastawi. Ndio. Unafuga kuku, kwa nini wanashindwa kuendelea? Wewe una uhai. Mwisho, andiko la mwisho. Waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana. Na hili ni neno ambalo Mungu alinifundisha kubwa sana. Ukiwa kwenye hili kanisa dogo,
Kuna wageni wengine hatukuanza hapa. Kuna kanisa hili hapa, mlango ulikuwa mkuu ni huu, na kuna mlango mdogo wa kutokea hapa, madhabahu imekuwa huko. Tukiwa kwenye hili kanisa tulipanga kununua vitu, na wakati tunakaa kwenye vikao, ilikuwa ni Disemba hivi, kasema kila mshirika aje na vitu viwili. Tulishirikiana na viongozi, kasema tunanunua pidiki, tunalipa mikoba tunarudisha marejesho, pidiki kuna kodi za kulipa za nyumba, pidiki kuna vitu vingi vya kufanya. Kwa nini uweke hapa? Ingeenda hata mwezi wa 4 huko. Nikaambia hapa mwezi wa kwanza huu na wa pili inatakiwa viishi. Tuliongea kikao tukiwa nyumbani kwangu kule, na hapa kulikuwa na mkutano ulikuwa unaendelea, waimbaji wanaimba mpaka wakaja kunitafuta, maana mimi nilikuwa mhubiri. Ameimba waimbaji mpaka wamaliza mhubiri aje. Tunavutana bakatoka. Nilipofika hapa, ile neno lilikuwa ni mhubiri, Mungu akanigeuza akanipa waraka wa kwanza, waraka wa 3 wa Yohana, kwamba nafsi yako ikifanikiwa umefanikiwa. Nikahubiri ile neno, watu wakafunguliwa sana. Mungu akaniambia hilo ndio neno watu wangu wanapaswa walijue. Na kwa neno ile Januari tukapata vile vitu zaidi ya tamanio letu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tukavipata. Nikagundua kwa nini unafeli kimasomo? Uhai hauko ndani yako. Kwa nini dhambi inakushinda? Uhai wa maji ya uzima hayako ndani yako. Yeye ajuaye maji haya hataona kiu tena. Haleluya. Haleluya. Sikiliza mtu wa Mungu, labda niwaambie kitu. Kuna wakati unaweza ukamwona mtu anaumwa, mtu ana shida fulani, ukasema huyu hana imani. Hakuna mtu anapenda kuwa kipofu. Hakuna mtu anapenda kuwa mlemavu aanze kutembea kama mzee na umri mdogo. Ninakumbuka tulipokuwa watoto, ukienda kwa wazazi ukamwambia anaumwa mgongo, naambia toka, yaani unachapwa. Naumwa mgongo mtoto wewe au kiuno. Lakini sasa hivi imekuwa kawaida. Mtoto kuumwa kawaida. Hata mtoto anaumwa miguu anatembea kama babu kizee, imekuwa kawaida. Sikiliza. Kuna hawapendi lakini unakuta imetokea. Ulikuwa unaona mara unajikuta uoni tena. Ulikuwa unasoma Biblia mara unajikuta unaona maandishi mawili. Sikiliza. Kama Mungu aishivyo, na Mungu asiyesema uongo kwa neno lake, leo baada ya maji ya uzima kuna vitu vinafufuka kwenye mwili wako. Amen. Amen. Utakuta tu ulikuwa uwezi fanya kitu unaanza kufanya. Ulikuwa uwezi tembea unaanza kutembea. Kama watu wanakuja hapa tunawaombea. Umeona? Wanaongea na yule muhimu pia, mliona muhimu yule alikuja hapa tukamwomba naye. Amekuja mkono anaukinga. Lakini leo ametoka hapa hanininginizi tena mkono. Nilikuwa niambia natamani ya Arusha, aniambia askofu, kuna kanisa huko Monduli. Angetamani tuwe na kanisa kule, pengine angekuwa mzee wangu wa kanisa. Haleluya. Haleluya. Waliobarikiwa sema amen. Alipokutana na nguvu ya Mungu ikamfufua. Kama huyu alikuwa mkono umelemaa kwenye bega, siku kulikuwa kumepata fracture gani, lakini akaanza kucheza hapa, amepona. Je, Mungu huyu ameshindwa kufanya kwako? Wangapi hapa wengi tu wamekuja hapa na magonjwa wamepona? Hebu leo tuingie kwenye kisima. Sikia bwana, unakumbuka yule kiwete alienda akasema nakosa mtu wa kunipeleka birikani. Leo niko hapa kukuongoza birikani. Ukienda ukitumbukia tu ulemavu umeondoka.
Ukienda kutumbukia upofu umeondoka. Ukienda kutumbukia maumivu ya mgongo yameisha. Ukienda kutumbukia miguu yako imepona. Kichwa chako kimepona. Kila tatizo lililopo hapa tunategemea kwa nako leo. Sema amen. Leo umefanikiwa ndani yako. Haleluya. Haleluya. Wakati utaenda kutoa sadaka, tumaliza sadaka, tuingia kwenye maombi haya muhimu maalum. Haleluya. Wale wenye mafungu ya 10 basi uje na fungu lako la 10. Ukimaliza hapa tunaingia kwenye maombi. Takuongoza namna ya kumpokea Roho. Roho ni uzima wako. Sisi, yani unajua kuna utiishwe. Ungeelewa. Kitia Roho Mtakatifu na enjoy wakati mwingine kwa sababu Daudi akasema ucheni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Wenye mafungu ya 10 mwanzo kuja. Hebu ujae Roho hapa, usipopona unipeleke polisi. Nakwambia, na Roho huyu anaweza akajaza watoto, anaweza akajaza watu wazima wote. Akasema nitamimina vijito vya maji juu ya jangwa. Kwa nini unakaa katika hali ya jangwa? Unatembea kwenye hali ya magonjwa. Ujielewi. Uko kanisa usijielewa. Leo ni leo. Unafunga la 10, sogea mbele. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye.